Ndio maana hata katika sala ya mfano ya Yesu aliyofundisha pale akasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni. Yani duniani kama ilivyo mbinguni, yani mbinguni kule tayari mapenzi ya Mungu yanafanyika. Sasa duniani ndo kuna shida kidogo, na ndio maana akasema duniani yafanyike kama ilivyo mbinguni. Kwa hiyo katiba tunayoitumia ni ile ambayo mbinguni wanaitumia, Mungu ameiachilia kwetu. Sasa sisi tukiwa kama wana wa Mungu au tukihitaji kuingia katika ufalme huo au kuishi katika ufalme huo, ni lazima tufuate katiba ya ufalme huo, kwa sababu hata unavyoishi katika nchi yako, iwe ni Tanzania, iwe ni nchi yoyote, ni lazima ufuate katiba inavyosema. Huwezi ukasema kwamba katiba ya nchi husika inasema endesha gari ukiwa umekaa upande wa kushoto, magari yote yanayoingia miskani yake iwe upande wa kushoto, wewe uingize gari kiholela ambayo miskani ipo upande wa kulia bila utaratibu, inakuwa lazima ukamatwe tu. Hivyo basi, hicho ni kipande kidogo sana cha somo kuhusu ufalme wa mbinguni. Ili kupata somo zima, nenda YouTube, andika El Kadosh kwa herufi kubwa. Ukiingia usisahau kusubscribe, kushare na kucomment pamoja na kuweka like, ili uweze kupata mfululizo mzima wa somo kuhusu ufalme wa mbinguni. Itakusaidia.